wajumbe, mkoa wetu umeendelea kufanya vizuri katika ukusanyaji wa maduhuli na mapato ya ndani ya halmashauri, ambapo kwa mwaka 23/24 mamlaka ya mapato mkoa wa Ruvuma imefanikiwa kukusanya zaidi ya shilingi bilioni 20.33 sawa na 117% ya lengo la makusanyo ya shilingi bilioni 17.45. Lakini kwa upande wa halmashauri, jumla ya shilingi bilioni 31.46 zimekusanywa sawa na 112% ya lengo la kukusanya shilingi bilioni 27.88 kwa mwaka. Wajumbe, mkoa umeendelea kufanya vizuri katika sekta ya kilimo, ambapo kwa msimu wa kilimo 23/24 umezalisha zaidi ya tani milioni 1.9 za mazao ya chakula, wakati mahitaji halisi yalikuwa ni tani 470,000. Hivyo kwa na ziada ya tani milioni 1.4 ambazo huuzwa ndani na nje ya nchi na kuwapatia wananchi kipato. Pamoja na mafanikio makubwa kwenye sekta ya kilimo, tumekuwa ni wauzaji wa nafaka ghafi badala ya kuwa wauzaji wa bidhaa zilizoongezewa thamani. Kama tungeziongezea thamani bidhaa zetu, tungeweza kucreate ajira za kutosha, lakini pia kupata bei bora zaidi na hivyo kukuza pato la mkoa zaidi ya hivi ilivyo sasa. Wajumbe, mkoa unaendelea pia kuimarika kiuchumi kutokana na kuimarika kwa miundombinu na shughuli za uzalishaji mali, biashara na uwekezaji katika shughuli za uchimbaji madini, hasa makaa ya mawe. Hali ya usambazaji wa umeme katika mkoa wetu ni nzuri. Vijiji karibia vyote vimekwisha kupata umeme na sasa hivi tuko kwenye mpango wa kupeleka umeme kwenye vitongoji vyetu. Mazingira ya kujifunza na kufundisha wanafunzi hasa eneo la miundombinu katika mkoa wetu yameweza kuboreshwa kwa sehemu kubwa, ambapo katika mwaka 23/24 wanafunzi wote 27,000 waliofaulu darasa la 7 wameweza kuchaguliwa kujiunga na kidato cha kwanza bila kuwepo kikwazo cha ukosefu wa vyumba vya madarasa. Lakini pia kwenye sekta hiyo ya elimu mambo mengi yameboreshwa, kuwepo majengo, madarasa, nyumba za walimu na vingine vingi. Lakini hali kwenye sekta ya elimu bado si nzuri. Kumekuwepo na kusuasua kwa viwango vya ufaulu ndani ya mkoa wetu.